Sasa kuna mtu mmoja alikuwa na niuliza jana na kiukweli niseme tu wazi kuwa sikumjibu. Nilimwacha baadaye lakini aliuliza swali zuri sana. Wakati sakata hili la Manara na rais liko linazungumzwa, na mimi sikumjibu kwa sababu moja. Sikuwa na uhakika taarifa kuwa kweli yuko polisi au hayuko polisi. Sikuwa na uhakika huo kwa sababu sikuona amepost wala polisi wenyewe hawakuzungumza. Kwa hiyo ilikuwa kidogo inaleta changamoto. Mpaka baadaye hapo tukuja kujua. Akaniuliza hali mambo ya mpira imekuwaje amefika kwenye mamlaka na mahakama hizi za kawaida. Elimu mtu ambaye anajiuliza swali kama la huyu ambaye ameuliza. Haji Manara sio kiongozi wa taasisi yoyote ya mpira. Haji Manara ni shabiki wa mpira na pengine ni mwanachama wa timu fulani hapa nchini. Manake kama ni shabiki wa Yanga pengine pia ni mwanachama wa Yanga. Na yeye mwenyewe anajinasibu kwamba ni shabiki mkubwa wa Yanga na ni mwanachama wa Yanga. Manake yeye ni mwanachama tu. Huku kwa shirikisho tunamtemu kwa kama shirikisho, wao wanamtemu kama shabiki wa kawaida. Issue wanachama wao hawahusiki naye. Wao wanamhesabu kama mwanachama lao, kama shabiki fulani. Sasa kwa sababu sio kiongozi yoyote wa mpira, manake na inabidi yeye kama kuna mtu amemkosea ndani ya shirikisho, inabidi shirikisho likamfungulie mashtaka kwenye mahakama ambazo sio za mpira, kwa sababu yeye sio kiongozi wa timu yoyote. Ingekuwa kama ni kiongozi wa timu yoyote ile, angeenda kwenye kamati ya maadili. Lakini kwa sababu ni mtu ambaye sio kiongozi wa mpira wa timu yoyote, na ni mtu tu kama mdau tu wa mpira mwingine, akimdhihaki mtu yoyote wa shirikisho au wa bodi ya ligi, yule mtu anaweza kwenda kumfungulia kesi kwenye mahakama za kawaida, kwa sababu sio kiongozi wa mpira. Lakini angekuwa kiongozi wa mpira, angekuja kushutumiwa, angepelekwa kwenye kamati ya maadili na angeadhibiwa pale. Lakini ukumbuke makosa yake sio makosa ambayo yamefanyika kwenye compound ya mpira. Sawa Kwa mfano, shabiki anaweza kumtukana rais wa shirikisho pale nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Manake huyo pia watatazama influence yake. Kama ni mtu mwenye influence kubwa, atapelekwa kwenye kamati ya maadili. Mimi nafikiri pia kuna jambo linapaswa kuwekwa sawa. Yes, umeeleza vizuri, lakini yako makosa ambayo yanaingia kwenye makosa ya jinai ambayo unahukumiwa kwenye mahakama za kawaida. Na ndo hapo nilikuwa nakuja kueleza kwamba kwa mfano kama unayafanya pale uwanjani, si ndio? Manake kuna namna watatazama hilo kosa lako likoje. Kama ni kosa la jinai ndo unapelekwa huko ambapo Manara amepelekwa. Sio, umeelewa? Lakini kama ni kosa ambalo ni la ambalo kamati ya nidhamu inaweza kudili nalo, manake utaletwa kwenye kamati ya maadili na watakuadhibu kama kawaida. Kama unakumbuka kuna shabiki wa Simba leo kuadhibiwa kwa kupigwa faini ya shilingi milioni 5 kwa sababu ni kosa ambalo halihusiana na masuala ya jinai. Ni kosa ambalo linahusisha kwenye kanuni za mpira hapa. Sasa Manara yeye sasa hivi sio kiongozi wa mpira. Maana yake yeye kosa lake ambalo amelifanya pia haliwezi kuletwa kwenye kamati ya maadili kwa sababu linahusisha udhalilishaji wa mtu fulani ama nini. Gazeti liliandika nini? Amemsemea uongo. Au kusema uongo kwa mtu fulani. Manake huko unapelekwa kwenye mahakama zingine kwa sababu linahusu huko. Lakini kama iko kuhusu masuala ya mpira pia kwenye kanuni za mpira zingekuwa pia zina uwezo wa kumwadhibu kama kawaida. Sawa. Gazeti la Habari Leo tunakwenda kutamatisha nalo, na wadau wasifu bajeti ya michezo. Wadau wa michezo wameonyesha kufurahishwa na mapendekezo ya bajeti ya serikali kwa sekta ya habari, utamaduni, sanaa na michezo kwa mwaka 2025-2026. Mapendekezo ya bajeti hiyo yaliyowasilishwa bungeni Dodoma jana na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba, ambapo wizara inayosimamia sekta hizo imetengewa shilingi bilioni 519.6 tofauti na shilingi bilioni 234.3 ya mwaka 2024-2025. Ongezeko kubwa sana, na unaweza ukaona hapa gap ni kubwa kwenye ongezeko kutoka bilioni 234.3 mpaka bilioni 519.6. Naona ongezeko kubwa sana.
na hapa ongezeko hili pia limejikita kwenye maboresho ya miundombinu ikiwemo pia ujenzi wa viwanja kama kile cha Arusha Samia Stadium ile Arusha pale, na nimeona maendeleo yake kasi ni kubwa sana, na yani bila wasiwasi bila mashaka naweza kudhibitisha kwamba 2027 uwanja utakuwa tayari kabisa kwa sababu ni uwanja ambao utagharimu fedha nyingi sana, zaidi ya bilioni 230 za Kitanzania. Kwa hiyo unategemea pia bajeti lazima iwe kubwa kweli kweli. Renovation ama ukarabati wa viwanja kama kiwanja cha CCM Kirumba chenye uwezo wa kuchukua mashabiki 35,000 kinahitajika kifanyiwe maboresho ambayo ni mazuri zaidi, pengine hata kushawishi baadhi ya michezo ya AFCON, labda kama kitafanywa marekebisho mazuri kinaweza kikashawishi michezo hiyo ya AFCON ikafanyika. Lakini kama itashindikana, tunazungumzia training ground, viwanja kama CCM Jamhuri pale Dodoma pamoja na Morogoro inabidi vifanyiwe ukarabati kweli kweli. Uwanja ndio huu hapo, kiuangalia kiukweli uwanja unavutia sana, Arusha Stadium. Na tumeambiwa utakuwa ni uwanja mzuri kuliko kiwanja chochote kile Afrika Mashariki na Kati. Kwa tunasubiri tuangalie, je, waliotuambia ni kweli? Kwa sababu ukiangalia viwanja ambavyo vipo Afrika Mashariki na Kati, hakuna kiwanja ambacho kimefikia kiwango cha fedha hizo za bilioni 230. Ukiangalia kiwanja cha Amahoro ni takriban kama bilioni 100, zaidi ya bilioni 160 mpaka kinafikia vile. Na ukiangalia kiwanja cha Amahoro unasema yes, amefanya kazi nzuri sana hapo Kagame. So vipi kuhusiana na bilioni 230? Kwa tunahitaji usimamizi mzuri wa uwanja huu kweli. Yani tunavyosema kwamba AFCON inakwenda kufanyika 2027, tuwe na kila sababu ya mchezo wa opening, ule mchezo wa ufunguzi upigwe pale katika uwanja wa Samia Stadium Arusha. Kwa hiyo itakuwa nzuri sana. Umepigia chapuo kidogo. Ndio jina, kwani hujui ndugu yangu? Yani umepigia chapuo kwamba mechi pigwe pale, au si? Sio jambo baya. Kwa sababu ni uwanja mzuri. Yani uwanja unajua ukiwa mzuri, kwa nini upeleke sehemu nyingine hapo uwanja sio mzuri? Kwa nini upeleke uwanja Benjamin Mkapa wakati kuna uwanja mpya ambao tuende kuufungulia kwa design hiyo? Kwa hiyo nafikiri tuna kila sababu kiukweli ya kufanya hivyo na bajeti hii. Lakini nilimsikia pia katibu wa wizara akisema kwamba baada ya CHAN Benjamin Mkapa ile pitch itavuliwa ile. Imetumika kwa muda mrefu na ndio kilio cha watu wengi kwa muda mrefu sana. Na mimi natamani pitch ambayo itawekwa pale iwekwe nyasi bandia. Yaani ile nyasi ambayo mimi naiona Santiago Bernabeu, nyasi ambayo naiona Old Trafford ndio iwekwe pale. Possibly inawezekana. Lakini Old Trafford hawatumii nyasi bandia wala Santiago Bernabeu. Si nyasi bandia. Nyasi ndio hizo tunasema ni nyasi asilia. Yaani kwa level ile ya Santiago Bernabeu. Yaani kwamba tunasema ni nyasi asilia ambazo ndio hivyo, yani sisi tumeweza kusema nyasi bandia lakini ndio hivyo ni nyasi asilia. Yaani ambazo kweli yani zenye quality yani. Umeona? Maana yake tukisema sisi tumeweza kusema, tukisema nyasi bandia watu wanachukua ni kama ile ya KMC Complex, Azam Complex. Ile sio nyasi, ile ni carpet. Yaani zile sio nyasi kabisa. Yaani pale hakuna nyasi, ni carpet. Na ndio maana mchezaji akidondoka hachafuki, yani uone ule ukijani kwa sababu sio nyasi, ni carpet. Kwa hiyo tunavyosema nyasi asilia zile za Santiago Bernabeu, Spotify Camp Nou, ndio tuione pale Benjamin Mkapa, tuione pale Samia Stadium Arusha.